Juma mpenzi wangu. Na. Pole sana. Najua hali uliokuwa unaipitia. Lakini nilikuwa sina jinsi. Maana ndani yangu nilisukumwa kufanya huduma kwake na sio mapenzi. Unajua Mungu kuna mpango anaofanya kwa ajili ya Jay. Na kuna kitu natamani amfundishe Jay. Hakika nimeamini kuwa wewe umekomaa kiroho. Dina. Nashukuru sana. Kiukweli haikuwa rahisi na wala siwezi kujipa sifa hizi, kwani ilinisumbua sana ile hali siku ile naona unaenda unapanda gari ambalo yupo Jay ndani yake. Yaani nilijua kabisa sasa tayari umeshaamua kurudiana naye tena. Dina, kiukweli nilikuwa nateseka. Nilikuwa silali mimi. Nilikuwa silali, usingizi mgumu. Na kesha nawaza tu kwamba inakuaje. Umesahau yale yote tuliyopanga. Kiukweli nilikuwa nateseka sana. Jamani. Sana. Pole sana. Najua hali ulikuwa unapitia. Lakini sasa siamini kwamba mimi ndo chaguo lako. Lakini ilikuwa ngumu kukubaliana na hilo. Na kiukweli siwezi kusema nilikuwa jasiri katika hilo. Nilikuwa mnyonge. Yaani nilikuwa mnyonge kweli kweli. Mpaka pale alipokuja dada yako na kuniweka wazi juu ya kile kinachoendelea baina ya wewe na Jay. Luma, najua hali ngumu unayoipitia. Ila napenda kusema kwamba jipe moyo mkuu. Kila kitu kiko sawa. Kiko sawa kwa namna gani, Shemu? Yaani kiko sawa kwa namna gani? Kwa sababu Shemu, wewe umeona hali halisi. Lakini pia ni aibu kwa watu wanaonijua. Shemu, mimi kuna maumivu napitia. Sidhani kama unayajua. Naumia sana. Mimi nilienda kuongea na Dina. Kwanza Dina yuko hospitali kwa sasa akimsaidia Jay. Na amenipa ujumbe wako ya kwamba wewe bado ni mpenzi wake na ni mume wake mtarajiwa. Usiogope kwa kile kilichotokea kipindi kile. Kwani ile ni huduma kama ambavyo huduma zingine za kiroho. Na hakuna mapenzi ndani yake kabisa. Sada, unaongea kunitia moyo au unamaanisha unachokiongea? Sio namaanisha, bali ninanukuu. Hivyo ni maneno yake Dina kabisa. Hata mimi mwanzoni sikumuelewa. Ila baadaye alivyonielewesha nikamuelewa. Na akanipa vifungu vya kibibilia. Hivyo nikajiridhisha kabisa kwamba ile ilikuwa ni huduma. Na Dina ni mkomavu sana wa kiroho. Na ana misimamo yake thabiti. Hivyo amini ile ni huduma tu. Na ameniambia hapokei simu zako kwa nia njema tu. Kwani anajua ni rahisi kusudi lake lisitimie la kutoa huduma. Kiukweli nimepitia wakati mgumu sana. Pole sana. Lakini nashukuru Mungu niko salama. Pole. Asante. Nashukuru sana. Nakupenda. Nakupenda pia Dina. Ewe shetani, usiyekuwa na huruma, kwa kuwa huruma sio fungu lako, umenifanya nijione vibaya katika dunia ya walio hai. Ninakuondoa kwenye maisha yangu, ninakuhamisha kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu, hautagusa tena maisha yangu, hautanifanya tena nijione mbaya, hautanifanya tena nijisikie vibaya. Katika jina la Yesu, kuanzia leo, ninakuhamisha kwenye maisha ya mahusiano. Ninakuondoa zile roho za vizuizi, zile roho zitendazo kazi. Kuanzia leo naziondoa zile roho
za uzito, zile roho chafu, zile roho za kujikataa, leo nazihamisha katika ulimwengu wa roho. Ninaziondoa kwa jina la Yesu. Ninaondoa kwa kuwa Roho Mtakatifu umenipa mamlaka ya kuhamisha kila ambacho sio fungu lako. Na ndoa leo kwa jina la Yesu. Ninamuondoa huyu shetani mwovu, mwenye roho mbaya, mwenye hila, katika jina la Yesu. Ninamuondoa katika ulimwengu wa roho. Ninamuhamisha kwenye maisha yangu. Ninamteketeza kwa moto. Ninamsambaratisha kuanzia sasa, hata nifanye tena ndione vibaya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Lisa, sina taarifa njema au mbaya, ila tuone jinsi itakapokuja. Taarifa gani hizo? Kuhusu Rozi. Kafanya nini tena? Kwani siri basi? Kinjo yule rafiki yangu kampenda Rozi hatari. Na anasemaje? Kama ataridhia ombi lake, yupo tayari kumuoa. Jomba, hebu acha kuleta tatizo juu ya tatizo. Hebu achana na hayo mambo ya utani katika jambo nyeti kama la mahusiano. Hebu angalia jinsi Rozi siku ile yaliyompata. Leo mnataka mmuumize tena? Sasa mke wangu, unajuaje kama atamuumiza? Ujui watu umejipanga vipi? Hebu acha hisia mbaya. Sio hisia mbaya. Hivi kweli mnataka Rozi aolewe na yule mlevi ambaye hata kujisimamia mwenyewe hawezi, akitembea kutwa anapepesuka hivi, alafu hata ajitambui? Leo hii ndo mnataka amuoe Rozi? Jomba, hebu acha kutuonyesha tena kidonda cha Rozi ambacho kimeshapona. Hebu mwacheni Rozi wa watu sasa pumziki. Ni vipi mke wangu? Kuna jambo utakuwa ulifahamu. Biblia inasemaje? Inasema kwamba usihukumu. Tena nasisitiza kabisa kwamba usihukumu, usije ukahukumiwa wewe. Usimhesabie mtu uovu moja kwa moja. Hata sisi ambao tunajiona tumekamilika, bado sisi sio wakamilifu. Na ukumbuke zamani na sisi tulikuwa kama hivyo. Ila ni Mungu tu katusaidia. Kuelewa hapo tulipo ni Mungu tu. Acha ninyamaze. Naona umeshaanza kunibana kwenye hayo maandiko yako. Ila sidhani kabisa kama hilo jambo litatokea. Hivi ni nini kinaendelea kwenye maisha yangu? Naona dunia kama haifai kuishi kabisa. Mbona kama nimepoteza vyote? Lakini tatizo ni yule kijana aliyepeleka barua. Ndiyo alimpa mtu mwingine, hadi ikapelekea kumwacha mpenzi wangu Dina kwa ajili ya mtu asiyekuwepo. Hivi nilipigwa upofu wapi? Mbona hata sielewi? Okay, naanzia wapi? Pia napo sielewi. Nimekuwa na hofu sana kwa rafiki yangu Huruma kufa. Lakini pia ulivyokuja kunielewesha yale mambo ya baada ya kifo ni hukumu, ndio amenifanya niogope zaidi. Hauhitaji kuogopa Sandra, ila unatakiwa kuyajua mambo muhimu ambayo kila mwanadamu anatakiwa kuyajua. Kwani mwanadamu anatakiwa kuelewa mambo gani? Labda mimi nikueleze mambo mawili. La kwanza, kila mtu lazima ajue ya kwamba kuna maisha baada ya kifo. Na ndio maana nilikuambia siku zile kwamba mara baada ya kifo ni hukumu. Maana yake nini? Kuna maisha baada ya kifo. Kwa kila mtu anayeishi leo ajue ya kwamba akifa si kwamba ndio stories zimeisha. Hapana, anaufungua ukurasa mwingine. Anaufunga huu, anaufungua ukurasa mwingine, ambao ule ukurasa wa baada ya kifo unategemeana sana na matengenezo na maisha unayoyaishi leo. Kwa hiyo hatima yako unaitengeneza mwenyewe. Hivyo inabidi kuwa makini sana kutengeneza umilele wako. Sasa hayo maisha baada ya kufa ndio yanaitwa milele, maisha ya umilele, eternity.
maisha yasiyo na mwisho. Hilo ukilijua, utajua kwamba kila hatua unayoitengeneza inatengeneza maisha yako ya leo na yale ya baadaye. Hilo ni jambo la muhimu sana la kujua. Na jambo jingine muhimu la kujua, lazima uelewe ya kwamba hapa duniani kuna mambo mengi sana. Kila mtu anajishughulisha na vitu mbalimbali, lakini katika mambo yote unayojishughulisha nayo, hakikisha jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Mfano, Biblia imeeleza kwenye kitabu cha Ufunuo sura 21 na ule mstari wa 7. Biblia inasema, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ajenda kubwa ni jina lako kuandika kwenye kitabu cha mwana kondoo. Hata Yesu aliwatuma mitume, akawagawa, akawaambia nendeni mkafanye kazi. Walipofika kule wakaona viwete wanatembea, viziwi wanasikia, vipofu wanaona. Halafu wakafurahi kweli kweli, kwa maana hata mapepo yalikuwa yanawatii. Kila wanachosema toka, mapepo yametoka. Waliporudi kutoa ripoti, wakasema hivi, tulikotoka kule tulikuwa tunafanya huduma, mapepo yalikuwa yanatutii sana. Walidhani ya kwamba kile ndio kitu kikubwa cha kujivunia. Yesu aliwaambia, msifurahi kwa kuwa pepo wanawatii. Anasema furahini sana endapo majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na haya yote yanapatikana katika kile kitabu cha Luka sura ya 10 na ule mstari wa 20. Hapo kinaongelewa kile kitabu cha mwana kondoo. Na ndio maana unapoona tunawaongoza watu sala ya toba, kwamba mtataka kuokoka. Watu wengi unajua huwa wanadhani ya kwamba ukishaanza kufanya matendo mazuri kanisani, ukishaanza kufagia basi ndio umeokoka. No. Kuokoka ni mkataba wa kiroho unaomuondoa mtu kutoka katika kitabu cha hukumu na kumpeleka katika kitabu cha uzima wa milele. Kwa maana kulikataa giza, kumkataa shetani na matendo yake, na kumpokea Kristo, na unakiri kabisa kwamba kuanzia leo wewe Yesu Kristo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa hiyo lazima mtu mmoja amuongoze sala ya toba mtu. Sio kwamba tu unaingia tu kinyemela, unaanza kufagia kanisani basi umeokoka. No. Lazima uongozwe sala ya toba. Ni mkataba ule, unafutwa jina huku, unaandikwa jina huku. Mke wangu, fanya yoyote hapa duniani, hakikisha jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, kwa sababu hatujui siku wala saa. Hata rafiki yako alikuwa hajui siku wala saa. Angejua ya kwamba kesho atakufa, angetengeneza leo. Kwa ni vyema sana wakati wote tuwe tayari na tuwe katika hali ambayo tuna uhakika majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha mwana kondoo. Mwenye masikio na asikie, kwa maana Roho asema na kanisa, asema na watu wote. Nitafanya kila kitu kuhakikisha na uteka moyo wa Kelvin. Sasa tukimaliza hapa, tukatulia nyumbani kwanza, kisha tupange ratiba nyingine. Haina neno, ila sijabeba nguo za kuamkia kesho. Si unajua na hizi tu. Hii itakuwa inakusumbua kila siku. Ni bora baadhi ya nguo uziache zikae nyumbani, ili mahali utapolalia ndipo mahali utapoamkia, au vipi? Hili ni wazo nzuri sana, na hii itakuwa inanipa uhuru sana. Bwana, uketie mahali pa juu palipoinuka. Ni wewe Mungu peke yako mwenye nguvu. Hakuna Mungu mwingine tena kama wewe Bwana. Nimekuja mbele zako nikiwa na maumivu Bwana. Mungu, ponya moyo wangu.
Moyo wangu una simanzi kubwa sana Bwana. Ninaomba Mungu mwenye haki uachilie uponyaji ndani yangu. Wewe ndiye ugangaye mioyo yetu Bwana. Ninakuomba Mungu mwenye haki usimame na mimi. Usimame na mimi katika hili Bwana. Sina Mungu mwingine ila wewe Bwana. Tazama moyo wangu Bwana, simanzi ni kubwa. Kwa akili zangu siwezi, kwa fahamu zangu siwezi Bwana. Na utazamia msalaba wako. Usimame nami Bwana. Unipiganie Bwana. Unigange moyo wangu Bwana. Wewe ndiwe mfariji Bwana. Baba wa yatima, mume wa wajane. Simama nami Bwana katika kipindi hiki. Peke yangu siwezi Bwana, nahitaji nguvu zako. Nahitaji uweza wako na mamlaka yako Bwana. Na kuamini Mungu utaenda kuniponya. Utaenda kurudisha furaha yangu. Utaenda kurudisha amani ndani ya moyo wangu Bwana. Ninakuomba unisaidie. Mungu mwenye haki. Mungu mwenye haki. Katika Mathayo 7 mstari wa 7 Bwana unasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa Bwana. Niko malangoni mwako ninabisha, Mungu mwenye haki, Baba wa rehema. Ninakuomba muda huu Bwana. Ninakuamini, ninaamini Bwana utafanya, Mungu mwenye haki. Umesema tukutafute. Niko mbele zako kukutafuta Bwana. Simama nami Bwana katika kipindi hiki Mungu. Nalitia jina lako mtakatifu. Wewe mtakatifu Bwana. Wewe mtakatifu. Wewe peke yako. Niko mbele zako Bwana. Nimekutumainia wewe ili nisiaibike. Nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike katika maisha yangu Bwana. Ni wewe peke yako, ni wewe peke yako, ni wewe peke yako ndiye uwezaye na kutosha Bwana. Mtumishi wako niko mbele zako Bwana. Umesema yote akuita yataokoka Bwana, usichelewe. Wewe ni Mungu, usiachelewe wala kuwahi. Unajibu kwa wakati, unajibu kwa wakati Mungu wangu. Nijibu kwa wakati Baba. Nijibu kwa wakati Mungu wangu, nijibu kwa wakati. Usikae kimya, usichelewe Bwana. Moyo wangu na maumivu makali, usichelewe. Usichelewe Mungu wangu wewe. Usichelewe Baba yangu wewe. Usichelewe katika hili Mungu. Wewe ni msaada wa karibu kwangu Bwana. Hivyo ndivyo ilivyo mchungaji. Na huyu mtu ndo yule aliyemuumiza Dina mpaka akawa amefungiwa bandage. Umenieleza kwa muda mrefu na nimeelewa. Umeeleza kwa kirefu kabisa. Lakini nataka nikuambie jambo moja. Mungu halali wala hasinzii. Mungu ameona maumivu uliyoyapitia. Kwa hakika yake Mungu atajibu kwa moto usipozimia roho. Shetani alitaka kukuonea, lakini Mungu yu hai, tena anaishi. Jipe moyo mkuu na endelea kujifariji kwa maneno haya siku zote. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako
utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukran na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.